Barabara kabisa ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, karibu sana kwenye taarifa zetu za habari katika siku ya leo. Mtangazaji wako katika siku ya leo kwenye studio zetu zaidi za Mteba TV, naitwa ni Mteba. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari katika siku ya leo. Leo tuna taarifa nyingi sana, tukiwa ni tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka wa 2025. Na kama ni mara ya kwanza kabisa umefika hapa kwenye channel hii inaitwa ni Mteba TV, endelea kusubscribe, like, comment and share kwa watu wengine. Utazidi kupata habari zaidi kutoka hapa channel ya Mteba TV. Karibu sana kwenye channel yako ya Mteba TV. Leo tuna taarifa nyingi sana za kutosha zinazopatikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini na duniani kote kabisa. Endelea kujabone, endelea kusubscribe, like, comment and share kwa watu wengine. Mimi naitwa ni Mteba. Kama ni mara ya kwanza endelea kushare. Leo tuna taarifa kabisa za kutosha pale ambapo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ameweza kusimama siku ya jana tarehe 4 na kusimama kusema, kutoa hotuba kabisa kwa vijana na familia na watu wote wanaopatikana kwenye miji ambayo M23 wanakuwa wanaidhibiti. Tutakwenda kujua habari hii kiundani kabisa. Hizo ndizo habari ambazo tunazo, lakini habari zingine, makomando wakuu kabisa wa M23 wamejisalimisha kabisa mikononi mwa FARDC maeneo mbalimbali. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, wale ambao walitumwa maeneo za Ruchuru ili waende kupambana, lakini pia wameenda kujisalimisha mikononi mwa FARDC. Hizo ndizo habari ambazo tunazo hapa kupitia channel yako bora zaidi ya Mteba TV. Lakini habari zingine ambazo tunazo, mtoto wa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amepigana masasi usiku wa jana wa tarehe 4 kwa mkia tarehe 5 kwenye klabu moja inayojulikana kwa majina kama vile Novo pale mjini Kinshasa. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari. Mimi naitwa ni Mteba. Ameweza kupiganaje masasi mtoto wa rais? Basi tutakwenda kujua kipi kilichokuwa kinawakumba maeneo hayo usiku wa kuamkia tarehe ya 5 mwezi huu wa 10. Karibu sana channel ni Mteba TV. Tunaanza na taarifa zetu kabisa zinazopatikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maeneo za Kinshasa, pale ambapo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ameweza kusimama na kuhutubia raia wengi wanaopatikana hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuweza kuambia ya kwamba wote wanaopatikana Goma, wote wanaopatikana Bukavu, wote wanaopatikana Kale, wote wanaopatikana Minova, Sake, maeneo zote kabisa, Kamanyola pamoja na Walungu, sehemu zote, Nyangezi, ameweza kutoa hotuba. Kwanza amewapa pole sana rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye anaitwa ni Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ambaye ni rais huyu mpya kabisa ambaye anakwenda kumaliza muhula wake hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu sana. Tutakwenda kupata taarifa hii. Ameweza kuhutubia raia na kuambia pole sana, na amesema muda sio mrefu anakuja kugomboa maeneo hayo yote, kwa sababu kuna vitu bado anafuatilia. Channel ni Mteba TV, channel ya wazalendo kabisa, ambayo inazidi kukupa taarifa moto moto. Kama ulikuwa hujajua, endelea kujabone, endelea kusubscribe, like, comment and share. Utazidi kupata taarifa zaidi kupitia channel yako bora zaidi ya Mteba TV. Tutakwenda kufuata taarifa hii, tutakuja kurejea kwenye taarifa zetu zingine. Hebu tazama, mimi naitwa ni Mteba. Usibanduke kwenye taarifa zetu hizi za habari katika siku ya leo. Tufuatilie tujue vurugu hizi zimeanzaje mpaka kwenye klabu hiyo au kwenye bar, ambapo kijana huyu pamoja na walinzi kabisa wa ofisi ya rais walikuwepo maeneo hayo, lakini pia alikuwa na silaha na kufiatulia vijana na watu wengine kwenye klabu hiyo masasi. Lakini hatujapata habari yoyote ya kifo kilichotokea maeneo hayo, na kama kifo kitatokea tutakuja
kuambia. Hebu tupate taarifa hii moja kwa moja kutoka pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo ni Kinshasa. Tutakuja kurejea. Mimi naitwa ni Mteba wa chaneli ya Mteba. À vous, jeunes de Goma, de Bukavu, de Rutshuru, de Masisi, de Calais et de toutes les localités éprouvées, je veux adresser un message d'amour, de compassion et d'espérance. Votre courage face à l'oppression n'est pas un murmure isolé. Il honore la nation et nous oblige. Sachez que la République tout entière se tient à vos côtés d'un même cœur. Vous n'êtes pas seuls. Le prix de la résistance que vous payez est la sève d'un Congo nouveau. Garant de la nation, j'ai pris l'engagement personnel d'œuvrer sans relâche pour abréger vos souffrances, rétablir la paix et la sécurité et hâter le retour à la vie normale sur l'ensemble du territoire national. Dès la libération de vos territoires, nous lancerons sans délai un programme prioritaire de reconstruction et de développement, routes, écoles, centres de santé, accès à l'énergie et au numérique, afin que votre créativité devienne l'avant-garde du renouveau de vos territoires. Tenez bon, l'avenir que vous méritez n'est pas compromis, il se construit avec vous et pour vous. Naam, tunaporejea kabisa kwenye channel yako bora zaidi ya Mteba TV, tunapokupa taarifa moto moto kupitia channel ya Mteba TV, endelea kujabone, endelea kusubscribe, like, comment. Hizo ndizo habari ambazo zimeweza kutokea hapo maeneo za Kinshasa pale ambapo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameweza kusimama na kutoa pole kwa raia wote na kwa watu wote wanaopatikana hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuambia mambo hayo. Nafikiri umeelewa kila ambacho ameweza kukizungumza na amesema kabisa kwamba ni lazima atagomboa sehemu zote. Channel ni Mteba TV, endelea kujabone, habari zaidi utazidi kuzipata hapa kupitia channel yako bora sana ya Mteba TV. Tuendelea na taarifa zetu za habari kupitia channel ya Mteba TV. Makomando wa tatu wa M23 ambao wamepatikana mikononi kabisa mwa FARDC huko Goma. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, wamepatikanaje? M23 qui se sont rendus auprès de forces armées de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, ils sont avec nous. Par exemple, Kambale Abdoul. Abdoul est né dans la localité de Kibirizi, dans le territoire de Rutshuru. Enseignant de son état, Kambale Abdoul a eu une formation au niveau du CI de Tchanzu pendant 6 mois. Et l'intéressé qui est ici présent a appris plusieurs cours militaires. Il s'est échappé le 16 septembre 2025 car il a été recruté par la force. Donc après avoir été dans plusieurs opérations, il s'est dit, donc il s'est donné réellement la voix à la raison. Et il a dit que non, je dépose et je retourne auprès des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il est arrivé en notre possession. Ils sont là habillés en leur tenue de RDF M23 AFC. Je vais rentrer et comme je l'ai dit, à part... ni kwamba wamekwenda kujisalimisha mikononi mwa wazalendo pamoja na FARDC. Hawa walitumwa kabisa huko Rutshuru huko ili wakafanye mapambano dhidi ya FARDC pamoja na wazalendo. Basi wamekuja kuona kabisa kwamba lazima wajisalimishe mikononi mwa FARDC pamoja na wazalendo. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, na majina yao yameweza kuhifadhiwa, lakini imeweza kujulikana kwamba wao walikuwa kabisa kunapatikana mwalimu
mwalimu alikuwepo ambaye alikuwa anafundisha kwenye shule zile za pale Goma. Na ndugu msikilizaji na mtazamaji wa chaneli ya Mteba TV, ameweza kugundulika na kuonekana maeneo hayo, na amesimulia mengi mno. Amesimulia mambo mengi sana ambayo yameweza kuwakuta kule kwenye uwanja wa vita, baada ya kuonekana kwamba hawana chakula kabisa M23 kwenye uwanja wa vita, na wanateswa mno, wengine wao wakiwa huko wakiwa na bwaki kabisa. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa chaneli ya Mteba TV, kama ni mara ya kwanza kabisa umefika ndani ya chaneli hii, endelea kusubscribe, endelea kulike, endelea kucomment na kushare kwa watu wengine. Utazidi kupata habari kupitia hapa chaneli ya Mteba TV. Walimu hawa na hawa wengine wote viongozi kabisa walikuwa ni wanajeshi wakubwa mno kwenye serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waliweza kushawishiwa kabisa ili waweze kuingia kwenye jeshi hilo la AFC M23. Na tunapoendelea na taarifa zetu zingine, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa chaneli ya Mteba TV, ni kwamba mtoto wa Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ameweza kufiatuliana masasi kwenye klabu moja pale mji mkuu kabisa Kinshasa. Klabu yenyewe inaitwa Novo huko Kinshasa. Baada ya kuingia kwenye klabu hiyo, alikuwa kabisa na ulinzi mkali mno ambao ulikuwa unaendelea maeneo hayo ya Kinshasa, lakini pia ameweza kuingia kwenye klabu hiyo. Klabu hiyo inajulikana kama ilikuwa ni klabu ya raia hapo Kinshasa. Lakini baada ya purukishano mbalimbali zinazopatikana pale kwenye klabu, basi aliweza kutoa risasi au kutoa bunduki na kufiatulia kijana mmoja ambaye majina yake yameweza kuhifadhiwa, na pia mtoto wa rais huyu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa kweli imehifadhiwa kabisa. Kwa hiyo tunapoendelea na taarifa zetu za habari kupitia channel ya Mteba TV, usikose kujiabone, usikose kulike na kushare kwa watu wengine ili uwe unazidi kupata habari kupitia channel ya Mteba TV. Hebu tufuate habari hizi za kijana wetu ambaye ameweza kupatikana huko Kinshasa, ambaye aliweza kupigana risasi. Tutakuja kurejea kwenye taarifa zetu zingine. Mimi naitwa ni Mteba. Putain de merde, depuis quand il y a les armes, Anthony, qui était le fils du président, mais c'est pas pour autant que tu dois tirer sur des gens. On y va d'abord, on y va. Anthony, il est là sa voiture. On y va. Wesh! Franchement, C'est quoi ça? Qui ose venir avec l'arme. Qui ose venir avec l'arme.
Même si c'est le fils du président, on s'en tape, nous. Nous, on vient là pour s'amuser, wesh. Il a qu'à tirer, on a tiré. Mais c'est qui a tiré? C'est le gars. Anthony qui a tiré. C'est le gars qui a tiré. Hey, Tu cherches quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? moi, mon père, c'est un général, hein. Je vais publier ça. Je vais publier ça. Nos affaires sont à l'intérieur, putain de merde. TV tunapoendelea na taarifa zetu za habari kupitia channel yako bora zaidi ya Mteba TV. Endelea kujabone, endelea kusubscribe, like, comment kwenye channel yako bora zaidi ya Mteba TV. Tunapozidi kukupa taarifa moto moto kupitia channel ya Mteba TV. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari na uchambuzi kupitia channel yako bora zaidi ya Mteba TV, channel ya Wazalendo. Kolwezi FARDC wameweza kufiatulia kijana mwingine lisasi pale Kolwezi baada ya mechi iliyokuwa inafanyika maeneo hayo ya Barcelona na timu nyingine hapo. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, wameweza kumfiatulia lisasi la mguuni na kwa sasa anapatikana hospitali. Na baada ya kuingia hospitali pale, hali ilikuja kuwa ngumu mno na familia inalalamika watakaolipa pesa hizo, je, ni askari, serikali au raia wenyewe? Kwa sababu askari wa serikali ndiye aliyepiga risasi kijana kwenye uwanja wa mpira pale ambapo walikuwa wanaona mpira hapo Kolwezi, na familia inalalamika sana kwa sababu hawana pesa za kulipia maeneo hayo au kulipia hospitali. Kwa hiyo wanaomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kusimama kabisa na kuweza kusaidia familia hii. Tazama kupitia channel ya Mteba TV. Kama ni mara ya kwanza, endelea kusubscribe, endelea kulike, comment, and share kwa watu wengine au jabone kwa lugha ya Kifaransa. Utazidi kupata taarifa moto moto kupitia channel yako bora zaidi ya Mteba TV, channel ya Wazalendo. Tunakutangazia moja kwa moja kupitia maeneo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa Goma, Bukavu tupo, lakini pia na eneo zingine za makao makuu Kinshasa tunapatikana, lakini ofisi zetu zingine zinapatikana Uvira na ofisi zingine zinapatikana nchini Marekani, ambapo taarifa inaruka moja kwa moja kupitia channel yako bora zaidi ya Mteba TV. Tazama taarifa hizi, tutakuja kurejea kwenye uchambuzi na masuala mengine yanayoendelea ya vita inayoendelea kule Lubero. Tutazame taarifa hii ya kijana ambaye amepigwa risasi huko Kolwezi. Tutakuja kurudia kwenye taarifa zetu zingine. Usibanduke kabisa, channel ni Mteba TV. Tunakupa taarifa moto moto. Tazama. Bonjour ma chefu. Mama Fifi. Mtuangalilie kwa hii mambo hii. Leo ni mambo ya leo kusubuhi. Mambo ya leo kusubuhi huko. Soda moya, mambo ya mafutu bolo bantu waranza kudiskite. Ni mwenye kupika ukiana yuko hapa Masashi. Pa Musompo. Anapika ni mambo ya leo wanakuwa na ukiana hapa sasa. Ni kusema ba soda wanaanza kuwa bajeni bote. Kudwindu kule tena balipika garson mwingine banamuua. Bileta makelele. Ni mambo ya leo hii tena soda ni mwenye kupika u garson yuko hapa wanampika bale mumukulu. Soda anakimbia. Mambo ya football ya jana ya Real ya Barca na Paris. Mais babiana mkusivili wao bena diskite soda na shirika anapika au garso kwa hapa Masashi. Hapa bado kuna kurichen. Mais atuyue ule soda kama njoo ataka kulipa makuta kwa hospitali huko ya richen uswate. Ni familia hapa ba garso njoo watalipa tena makuta. Bon unyambie biana vyote. Masoda wanafia kwanza kuidishi. Vita wewe quest. Mebena kimbia kwenda kwa manvita. Bena tafuta pa maposta mzuri. Muma carrière job lebe na penda. Job kwanza kuwa biana. Hapa leo ukiana wewe kukuriche no. Basha mpiga Masashi hapa sodasha ukimbia. Muyana mnakuitangalilia kwa mambo mwe ba shefu. Mama Fifi, weka kwa mkazo pa hii mambo. Ministre Kaumba, weka kwa mkazo pa hii mambo hii. Niko wa maana, weka kwa mkazo pa hii mambo hii. Biana vile vyote vinaanza kuishi. Ubia biana na vile vigeuke vikwe ba soda ou bien. Merci sana shefu, njoo kidogo tulikuwa na kunionyesha. Naam, ndugu msikilizaji, tunaporejea kabisa kwenye taarifa zetu za habari kupitia channel yako bora zaidi ya Mteba TV. Endelea kujabone, endelea kushare kwa watu wengine ili uzidi kupata taarifa moto moto kupitia channel yako bora zaidi ya Mteba TV. Tunazidi kukupa taarifa moja kwa moja kupitia vyombo vyetu vya habari
vya Mteba TV ambavyo vinapatikana sehemu nyingi sana duniani. Umetoka kusikiliza taarifa hizo za kijana wetu ambaye mwingine amepigwa risasi huko Kolwezi na kupata matatizo zaidi ya kiafya, na serikali iweze kuona matukio haya moja kwa moja yanayopandishwa hapa kwenye channel yako bora zaidi pia ya Mteba TV. Tuendelea na taarifa zetu za habari maeneo yale ya Goma, lakini maeneo mengine ya Butembo kabisa, pale ambapo kijana au wazalendo wamesimama imara maeneo za Butembo na kuweza kushika pombe ambazo zinakatazwa maeneo hayo. Nakuta wazalendo wengine wako vitani, lakini wengine pia wanakuwa wakilewa pombe. Kwa hiyo imeweza kupigwa marufuku na wazalendo wamesimama imara maeneo hayo ya Butembo na kuchukua pombe ambazo zinakatazwa na kuzichoma mbele ya kamera hizi za Mteba TV na kuweza kurekodi na kuona kile ambacho kinachoendelea, na huku wakizichoma wakizidi kulalamika na kusema kwamba wao wamefanya makosa kwa sababu pombe hizi zimekatazwa, ni pombe zinazoadhibisha afya ya kibinadamu. Hebu rejea kwenye taarifa zetu za habari, tazama video hii kwa ufupi, tutakuja kurejea kwenye taarifa zetu zingine. Mimi naitwa ni Mteba. Wazalendo tumeunga mikono vijana wetu wa Butembo ambayo wiko nakataza hii pombe vitololo. Tunasema hivi, na tumeingia, sisi wazalendo tumeingia mulite ya vitololo. Tutapita mukila duka hapa ndani ya mji wa Butembo. We kijana au kama uko na duka uko nausha vitololo, tutakubana, tutakufunga. Hii pombe njo tumeibana hapa sasa hivi magharibi hapo kwa position yetu. Njo tunailunguza kuonesha kena sie tuko puru vijana wiko na kombatire kondre vitololo. Mkuye tupiganie inji, vijana wote mkuye tupiganie inji yetu, hapana kujua mapombe. Njo sisi wazalendo tunaunga mkono vijana hawa Butembo ambao wiko napiganisha hii andivitololo. Ni sisi wazalendo pa Butembo. Naam, tunaporejea kabisa kwenye taarifa zetu za habari, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, tunapozidi sasa kuingia kwenye uchambuzi wetu hapa ambao wanapatikana hapa channel ya Mteba TV. Uchambuzi wetu kabisa unalenga sasa habari ambazo tumeweza kuzipata hapo Kinshasa, pale ambapo mtoto wa Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amesimama kwenye klabu hiyo na kuweza kupiga kijana mwingine risasi kwenye klabu hiyo inayopatikana pale Kinshasa. Tunataka kujadiliana habari hii moja kwa moja, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Habari hii inakuja kwa nini kwanza mtoto wa rais kuingia kwenye klabu ya umma? Kwenye klabu ya umma ni swali ambalo tunakuuliza, lakini na wewe unaweza kawa na majibu. Haina maana sana sisi kuingilia hizi habari, lakini endelea kutafakari. Ulinzi wa president na ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uko ndani ya mikono mwa askari. Kwa hiyo kijana bado majina yake yamehifadhiwa na kesi hii bado inafuatiliwa. Tujajua familia itasema nini. Tutakuja tena hapa kuambia taarifa moja kwa moja kupitia chaneli ya Mteba TV. Lakini habari zingine ambazo uchambuzi ambao tunao, hawa maaskari wa M23 ambao wamekamatwa moja kwa moja huko, ambao walienda kupigana huko kabisa, kwa sababu ukiangalia huko masasi inazidi kupigwa vibaya sana huko Lubero na maeneo mengine. Vita ni kali inayoendelea kati ya wazalendo pamoja na FRDC maeneo hayo. Kwa hiyo wazalendo hawa wameweza kuwapokea hawa wa M23 baada ya kuona moto mkali mno kwenye uwanja wa vita, na wameweza kusimama na kusema ya kwamba sisi hatutaweza kupigana tena, tumejisalimisha. Sasa na wametoa wito mkali mno kwa kila M23 ambaye ni mkongomani anayesimama na kuungana mkono na AFC M23 waweze kusimama na kukimbia kabisa kutoka maeneo hayo kujiunga na FRDC maeneo hayo ya DRC. Wale ambao wamebakia basi waweze kujisalimisha moja kwa moja mikononi mwa FRDC ili waweze kugomboa, kufuatana na taarifa hizi ambazo Felix Tshisekedi ameweza kusimama na kusema ya kwamba ni lazima atasimama imara na kugomboa miji hii ya Goma na Bukavu na sehemu zote, ikiwa Katana,
ikiwa Kavumu, ikiwa Minova, Sake, Goma, sehemu zote ambazo M23 wameshikilia atakwenda kuzigomboa. Felix Tshisekedi alisema, na nafikiri umesha kwenda kuona video ambayo tumekuwekea hapo kupitia channel yako bora zaidi ya Mteba TV. Mimi naitwa ni Mteba, sina la ziada kwa taarifa ambayo tumeweza kukupa asubuhi ya leo kabisa hapa kwetu Afrika na maeneo mengine za Marekani. Hatujui kama natupata kwa muda gani, lakini na maeneo mengine yote ya Marekani, Canada. Na tuwashukuru wote ambao wanazidi kusabone, wanazidi kusubscribe channel ya Mteba TV. Utazidi kupata habari zaidi na zaidi. Endelea kujabone. Hii ni Mteba TV. Mimi naitwa ni Mteba na tuna watangazaji wetu wengi tu sana, na vitu vitu vinapatikana Bukavu, vitu vinapatikana Goma, vitu vitu vinapatikana Uvira pia, lakini vitu vitu vinapatikana pia Bujumbura, na vitu viko Kinshasa na Lubumbashi. Kwa hiyo ofisi zetu ni nyingi mno za channel ya Mteba TV. Kwa kila habari ambazo tutakuwa tunakupandishia hapa, endelea kuzifuatilia channel ya Mteba TV. Ciao. Thank you.